Ndoto zetu ni muhimu na tumshukuru Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhani umeisha. Sasa tuangalie namna gani ya kuendelea kuziheshimu ndoto. Ndoto ni za kwetu na ndo wahai pekee uliobaki sasa hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda, anatuotesha ndoto kama alivyootesha mitume wa zamani waliopita. Kwa hiyo sasa wewe ndoto yako iheshimu. Unapoota ndoto, leo tuizungumzie ndoto. Unapomuota, kwa mfano umemuota kiongozi mkubwa sana, tuseme umemuota rais, umemuota mfalme, umemuota mtu mkubwa sana katika huu ulimwengu au katika hii dunia. Umemuona Kassim Majaliwa, umemuona Samia, umemuona kiongozi yoyote ambao wewe unamkumbuka kwenye ndoto yako. Cha msingi, kama kawaida ya slogan yetu, unatakiwa ukumbuke matukio ulioyaona wewe kwenye ndoto yako. Hiki ndo kitu cha msingi. Umeona nini na unakumbuka matukio yale kwenye ndoto yako. Ndoto yako inahusu nini? Umemuona kiongozi huyo anakushika mkono? Umeona kiongozi huyo mmekaa pamoja kwenye meza mnazungumza? Au umemuona star, mtu maarufu duniani, haijalishi. Umemuona Rayvanny, umemuona Harmonize, yoyote yule. Hii ndoto ina maana kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuonesha maisha yetu ya sasa hivi na yanayokuja kwa sasa hivi. Sasa wewe unapodharau ndoto yako unakosea sana. Ndoto ni mwongozo. Unapomuona kiongozi au mtu maarufu kwenye ndoto yako, ndoto haina maana, haiendi mbali sana ndoto. Ndoto ina maana ya kwamba utapanda cheo, utapanda wadhifa. Yaani matarajio yako wewe ya nafsi, unachokitamani kwenye maisha yako kitakamilika na kitatimia kwa usahihi. Kwa nini nakwambia hivi? Nakwambia hivi sio kwamba maana yake wewe utakutana na huyo msanii, utakutana na rais, mtakaa mtazungumza. Hapana, hii ndoto inamaanisha kwamba mambo yako yatakamilika na yatatimia. Wewe kama unaidharau ndoto, wewe endelea kuidharau. Rasulullah Muhammadin aliota ndoto. Yeye alikuwa anapokea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jibril alayhi salam alikuwa anasogea, anampa maelezo, kama ni aya inashuka aya. Lakini kuna ndoto aliota haikushuka, yani akushuka Jibril, aliota wakati anapitia wakati mgumu. Na wewe sasa jiangalie, wakati huo una wasiwasi, utaota ndoto. Mwenyezi Mungu anakupenda, anakuotesha. Alivyokuwa na wasiwasi, anahisi mbona kama mimi sijielewi hivi, kuna nini kipo katika mwili wangu? Basi Mwenyezi Mungu sasa hapo akamuotesha. Ya Rabbi ni mjuzi sana, anasikia na anaona na anaangalia yaliyofichikana na yaliyo ya dhahiri. Akajua tu huyu